kulivunja Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2025, mabaraza yote ya madiwani yanapaswa kuvunjwa rasmi ifikapo tarehe 20 mwezi Juni mwaka 2025, yani tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025. Maelekezo ya kisheria na utaratibu baada ya kuvunjwa kwa mabaraza ni kama ifuatavyo. Moja, kamati zote za halmashauri zinasitishwa rasmi kuanzia tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025 hadi pale uchaguzi mpya wa madiwani utakapofanyika. Lakini mbili, masuala yote ya kiutendaji katika halmashauri yatasimamiwa na mkurugenzi wa halmashauri ambaye atakuwa mwenyekiti wa halmashauri kwa kipindi cha mpito, akisaidiana na wakuu wa idara kama wajumbe wa kamati. Lakini tatu, mkurugenzi wa halmashauri hataruhusiwa kufanya mambo yafuatayo: moja, kuanzisha miradi au uwekezaji mpya. Lakini mbili, kubadilisha au kurekebisha miradi, uwekezaji au uamuzi wowote uliopitishwa na halmashauri kabla ya kuvunjwa. Lakini nne, ni matumizi mabaya ya mamlaka au kutotekeleza kwa ufanisi majukumu ya utawala kwa mujibu wa notisi hizi kutamfanya mkurugenzi kuwajibika binafsi kwa mujibu wa sheria. Lakini tano, mkurugenzi wa halmashauri atawasilisha taarifa ya maamuzi na mwenendo wa vikao vya management vilivyofanyika wakati wa kipindi cha mpito katika kikao cha kwanza cha baraza jipya la madiwani baada ya uchaguzi. Wito kwa wananchi na wadau wa maendeleo. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa inatoa wito kwa wananchi kote nchini, viongozi wa serikali na watendaji wote wa halmashauri kushiriki kikamilifu katika kipindi hiki cha mpito kwa kuzingatia utawala bora, maadili ya utumishi wa umma na kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Aidha, nichukue fursa hii kama waziri mwenye dhamana wa tawala za mikoa na serikali za mitaa, nikiwa kama msimamizi mkuu katika eneo hili, nitoe pongezi na shukrani za dhati kwa waheshimiwa madiwani kote nchini wanaokwenda kumaliza muda wao wa uongozi ifikapo tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025. Tunawapongeza kwa mchango wao mkubwa na ushiriki wao katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya mamlaka za serikali za mitaa katika maeneo yao. Ninawapongeza sana na kuwatakia kila laheri katika chaguzi zinazokwenda kuanza hivi karibuni. Asanteni kwa kunisikiliza.